Ninaomba neema yako iwe pamoja nami, nguvu zako zinifunike, uniendeshe sawa sawa na mapenzi yako, kanitumie kama chombo chako. Nena na kila mmoja anayekwenda kunisikia kwa njia ya YouTube, hata kwa njia ya kawaida radio. Baba, kanitumie kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Binafsi namshukuru Mungu kwa siku ya leo ambaye amenipa neema kufika mahali hapa tena. Ninatambua uwepo wa watu wanaofuatilia katika mitandao ya kijamii, YouTube na TikTok. Mungu wa mbinguni awabariki sana na muendelee hivyo kufanya kazi ya Bwana. Basi twende moja kwa moja kwa ajili ya maneno ya Bwana. Isaya 61 inasema mstari wa kwanza, Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenitia ili waganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Bwana wetu, kwa kuwafariji wote waliao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anatutia moyo siku ya leo kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiria habari njema watu. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Tumejisema somo kwamba uwezo wa Mungu ulio katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa Mungu ni kufungua, kuponya, kuokoa, na pia kuganga mioyo yetu, na pia kuimarisha nafsi zetu, na pia kutusaidia katika hatua zetu ambazo tunazo. Ndio maana nasema kwamba kuganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuna wengine wanakuta wako katika vifungo. Kwa hiyo neno la Mungu linaposikika linatoka na nguvu zake. Kwa hiyo kazi ya neno kufungua, kuponya, kuokoa, yani linarejesha hata vile vilivyoibiwa. Unakuta mtu hata afya yake imekwisha ibiwa, lakini neno la Mungu ni uhai, linaposhuka linagusa na hatimaye mtu yule anafunguliwa na anaponywa. Kwa hiyo neno la Mungu ni uhai na ni chakula kwetu. Kwa nini? Linatutia nguvu, linatupa neema. Ulikuwa uwezo, unapata kuweza. Ulikuwa umefungwa. Ni sawa kwa mfano umefungwa nyuma na mikono. Lakini kibinadamu unaonekana uko huru, lakini hauko huru, ila umefungwa. Unajikuta yani sijisikii vizuri, niko mateka, lakini neno la Mungu kazi yake linaposhuka linakata kamba, linavunja yale mateka, inaondoa yale magereza. Hatimaye namuona Mungu anasema kwamba nilikuwa siwezi, sasa namuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Mungu anaweza. Uwe ni mgonjwa, uwe katika maisha ya kawaida, kuna jambo lako, kuna vitu ambavyo vinakusonga, wewe muamini tu Mungu. Nguvu za Mungu zinatosha kuvunja na kukata nira zote na kukuweka kuwa huru kabisa, mbali na mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliofungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine unakuta wamefungwa na magonjwa. Wamefungwa, hawaoni hata neema ya wokovu, hawaoni hata neema ya kwenda kanisani. Yaani mtu yupo tu, lakini ukimuuliza una sababu gani, anasema hamna, nimekaa tu. Kuna vifungo ndani mwake. Bila roho zikikatika, kila mtu ameumbiwa ibada. Yaani hata kama ungekufanyaje, kila mtu ameumbiwa ibada. Ndio maana hata kama usipomwabudu Mungu aliye hai, utatafuta hata ng'ombe utakuwa unaabudu pale, au kamti kako, kanini. Yani ile nafsi nataka imwabudu, yani imeumbiwa kuabudu. Kwa hiyo yani vinginevyo utapambana kule na kule kwa sababu ya kuomba Mungu, miungu mingine. Lakini nikwambie hicho ni kifungo, kikikatika utajikuta huko mwepesi. Mathayo inasemaje? Njoni kwangu nyote msumbukana kunaona mizigo, nami nitawapumzisha. Ile mizigo ikishaondoka, unasikia unapata raha nafsini mwako. Unasikia unapata amani nafsini mwako. Unajisikia sasa kumbe naweza kusonga mbele katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakata tamaa kwa sababu ya changamoto. Ni kweli zipo. Na niwaambie hivi, kwa habari ya imani, changamoto hazitaondoka mpaka Yesu anarudi. Yaani hivi yaani na changamoto inakusaidia wewe uwe mtakatifu. Vinginevyo bila changamoto, anasema hujafa hujaumbika. Unaona?
Kwa hiyo bila changamoto bado hakuna wokovu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila tu ni level. Unajikuta changamoto hii ndogo kutoka na changamoto nyingine ni sawa sawa na mchungaji na mshirika. Kila mmoja ana jaribu lake. Mshirika ana jaribu la kawaida, mchungaji ana jaribu lake kulingana na level alionayo. Kwa hiyo changamoto pia zinatusaidia sisi kuwa active na Mungu. Kwa hiyo nani aliimba kwamba majaribu ni mtaji. Yes. Kumbe majaribu, mtu ambaye anamcha Mungu ni mtaji kwa kumiliki nguvu za Mungu, ya kumiliki uwezo wa Mungu. Tunataka mafuta utayapataje? Hatutaki mitihani. Kwa hiyo kumbe tunaporuhusu Mungu atuongoze na tukaruhusu nguvu za Mungu ziwe juu yetu, haya yote mengine nikwambie, unasikia unapata level kwenda level, utukufu kwenda utukufu mwingine. Vinginevyo hutapanda chochote kwa sababu hutaki kuingia darasani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba sikiliza hapa, kutangaza mwaka wa Bwana. Unaona? Kutangaza mwaka wa Bwana, kutangaza kwa Bwana. Mimi ninavyosema jamani, Yesu anarudi, kila mmoja ajiandae. Ndio matangazo kama haya. Yaani hilo ni tangazo halitaondoka na halitaifutika. Kila siku tunaamka, maana tunazaliwa, wengine watoto wanakuwa hawajui habari za uwezo wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuviongee mara kwa mara. Hata sio tu hivyo, hata watu wakubwa unakuta mtu ameshasinzia. Yaani sio amesinzia kwenye yani amesinzia rohoni, hajui kinachoendelea. Kwa hiyo tunapokumbushana mara kwa mara, kumbe ni jambo jema. Kumbe tutakumbushana mpaka lini? Mpaka atakaporudi. Tunaendelea kukumbushana. Aliyekata tamaa ajue kwamba kumbe nisikate tamaa. Yako maisha mengine tena mapya kwa wakati wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kwamba liko tumaini kama utasimama na Mungu na ukaishi vizuri maisha matakatifu. Mbinguni jamani, Yesu alienda kuandaa makao. Mimi nasemaga kweli, alienda kuandaa makao. Hayo makao sio ya ng'ombe, sio ya mbuzi, ya kwetu. Sasa sisi kama sisi na sisi tukisema hatuwezi. Sasa nani atakayeingia? Mungu natutie nguvu. Unaona? Kumbe inatakiwa tujitie moyo. Kumbe hata mimi naweza nikaingia. Na wewe pia unaweza ukaingia. Kwa hiyo jitie moyo katika Bwana kwamba inawezekana kufaulu mtihani. Kwa nini mtu arudie darasa? Anaona kwamba hivi nimefeli wapi? Ngoja basi nikarudie tena form 4. Hatimaye yeye ambaye alikuwa amefeli anapatia. Hatimaye ingia form 5, form 6 mpaka chuo kikuu na mambo mengine kule. Kumbe tunapofeli tusikubali matokeo hayo. Tusikubali kwamba mimi yaani mbingu ni ya wachungaji. Jamani, hapana. Yaani mbingu ni ya watu wote. Wewe ni mtoto, mchungaji mwenyewe yuko naye kwenye foreni. Kwa nini? Naye mambo yake yatapimwa pale. Yaani hakuna niwaambie, niwatoe wasiwasi. Kila mmoja yuko kwenye foreni. Hamna cha askofu mkuu wala msaidizi wala wa chini. Kila mmoja atasimama kwenye zamu yake. Kumbe kila mmoja ndio aangalie tu nafasi yake vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaongea ili tangazo mpaka Yesu atakaporudi, tukikumbushana kwa wema, tukionyana kwa wema. Kwa nini? Aliyesinzia amke, aliyekata tamaa pia naye ajitie moyo kwa Bwana. Kumbe inawezekana kwenda katika uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Isaya 35 anasema kwa mstari wa kwanza, anasema nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Mahali pagumu Mungu atakustawisha. Mahali ambapo usingeweza, Mungu atakupa furaha ya moyo ndani yako. Kwa hiyo uliokoka jitia tu moyo, msingi tu acha dhambi. Maana dhambi ukisoma Isaya 59 nadhani pale, yaani maovu yetu ndio tutenge na uso wa Mungu. Kwa hiyo yaani kitu kinachoitwa dhambi ndio kitu ni kibaya sana kwa Mungu. Yaani sasa wewe mtukane mzazi, atakuona kabisa wewe huna adabu kwake. Lakini ukiwa tu mtakatifu, yaani kupiganiwa ni halali yako, kutiwa nguvu ni halali yako, na pia kumaliza mwendo salama ni halali yako. Na kingine ukidondoka usisahau kuinuka. Daudi alikuwa mtenda dhambi mzuri mno. Kilichomsaidia alikuwa narudi kwa kumaanisha. Wewe soma tu Zaburi zake. Basi Bwana. Bwana ameyakoroga lakini alikuwa narudi kwa kumaanisha. Alikuwa anafika mahala mpaka anamchukiza Mungu, Mungu anakasirika, lakini akishajua tu ile kosa anarudi. Bwana unisamehe. Mawazo ya moyo wangu, sijui mawazo maneno ya kinywa changu, anatubu. Anasema nalimwambia Bwana nitazikiri dhambi zangu. Unaona? Nitazikiri wapi? Kwa Bwana. Nani alikuwa ni mtumishi. Kwa hiyo kukengeuka unaweza kuwa ulianza vizuri.
lakini ukaenda wewe maisha yakupiga ukaacha neema ya Mungu. Hebu rudi sasa mpendwa, maana hakuna tumaini lingine zaidi ya kumtumaini Mungu. Mwisho wa mauti, Biblia inasemaje? Mshahara wa dhambi ni mauti, haibadilikagi. Na nini nasemaje? Usifurahi adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Kuna watu walianza vizuri, lakini wamefika mwendo fulani wameacha njia njema. Ninakusihi katika upendo wa Bwana, hebu rudi kwa Bwana. Mungu anakupenda. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni mkuu sana. Hivi tunapopumua jamani, si kwamba sisi ni wema. Tuambizane tu ukweli. Si kwamba sisi tunatenda yaliyo mema, hapana. Ni waovu wazuri mno. Lakini rehema za Bwana zimetushikilia. Rehema za Mungu zimetushikilia. Sasa Mungu ukiona rehema zake ziko juu yako, na wewe tafuta sasa nafasi urudi. Yule mtoto mpotevu nampenda sana. Alipokaa akaona maisha magumu, akasema siwezi kufa huku jangwani. Siwezi kufa huku ikizembe, narudi kwa Baba. Alipozamiria ndani ya moyo wake, tunaona matokeo. Alisema nikifika nitamwambiaje? Nimekosa. Nikifika nitamwambiaje? Asinifanye kama mtoto, anifanye kama mtumwa. Unaona? Alianza kuandaa point kwamba nikifika nisiwe mtoto nipe hela, dai urisi kabla ya wakati wake. Alijua kosa lake. Alijua ni wapi medondoka, lakini pia alisema nitarudi kwa Baba yangu. Kijana rudi, baba rudi, mama rudi. Kwa nini? Wezi jua yamkini sauti hii kwa ya mwisho kwako, na ukapata neema ya matengenezo, ukajiendea zako mbingu. Wewe tangulia tu, kienda nenda. Na sisi tunakuja. Wale kinaelea wanasema tutaona kinaelea. Wako wapi? Si wako mbinguni. Kumbe saa itafika Mungu atatupa neema. Tutakusanyika mataifa. Ndio wimbo kwamba mataifa yote yatakusanyika. Unafikiri wapi? Yatakusanyika wazungu wa wapi wote. Yaani sijui itakuwaje. Mungu atupe neema. Kila mmoja aitamani ya siku njema. Nikwambie kitu kimoja. Wasema huyu mama kila siku anatuhubiria haya sawa. Ngoja nikusikilize nikwambie. Iko hivi. Mambo ya mafanikio ya dunia yapo tu. Yaani hapo. Najipa moyo yapo. Kula utakula, kula utalala. Na mazidisho utapewa. Lakini mtihani ambao uliopo mbele yetu ni kufaulu kuyaishi maisha matakatifu. Ndio maana tunasisitiza ule mtihani mgumu. Kula najua utakula. Hata viazi ni shibe. Na miogo pia ni chakula. Na mengineyo utakula. Na kuvaa najua utavaa kutoka bila nguo ndani. Kwa hiyo tunasisitizana kwa habari ya kitu ambacho ni kigumu. Kwamba aone hata yule mtu ambaye amefeli kwamba aone kumbe na mimi inawezekana eti. Kumbe na mimi niko najikatia tamaa, kumbe na mimi tubu eti. Yaani tunahimizana lile jambo la muhimu ambalo linampasa kila mtu, si mzee, si mtoto, si mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Masuala mengine haya najua kujenga utajenga tu, Mungu atakupa neema. Maisha ndio haya kwa kila Mtanzania na mambo mengine. Kwa hiyo mambo mtihani ndio mbele yetu. Ndio maana nasema hivi, mtihani wa maisha unaweza kufaulu. Ukapiga hata kazi ya mawe, ukapiga nini, lakini sio mbinguni. Kwa nini? Inahitaji Roho Mtakatifu atupe neema ya maisha matakatifu. Anasema nani hapo Mathayo, heri wenye moyo safi, unaona? Maana hao watamwona Mungu. Kumbe kwenda mbinguni si mpaka uwe na elimu kubwa, hapana. Moyo, unataka na elimu kubwa na jehanamu kaenda. Unataka kukaa una elimu pia na mbinguni kaenda. Unaona? Tunasitizana point ile ambayo ni ngumu, ambayo kila mmoja aone kwamba kumbe hata mimi hivi nilivyo naweza nikapata neema ya kwenda vizuri mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa chini mstari wa 3, anasema itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Kwa hiyo tunatiana moyo. Kanisa liamke liombe. Na nani amke ombe? Yaani kila mmoja ni mchaka heka. Ni kweli unaona kwamba ni salama, lakini anaweza kaja kama mwizi. Sasa amesema hivyo. Nitakuja kama mwizi. Yaani usijue ni lini. Hivi nani angepanga yaani kesho nakuja kukuchukia. Ungepanda ndege ukaondoka. Kuna wengine wana hela zao kwamba yaani kesho nikuti. Unaona? Kumbe anakuja kama mwizi. Hatutajua ni wapi ni lini, hatujui. Kwa nini tukeshe? Tunakesha kwa sababu tunaandaa maandalizi ya moyo wako, maisha yako. Hata kama ni usiku, Mungu anakukuta unapokuwa umelala ni kifo. Kumbe bado uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Ukilala ndio zinakata zote. Ukishtuka unasema kumbe bado na maisha bado yanaendelea. Unaona? Ila mwanzoni yaani ulikuwa uoni chochote. Kumbe mpaka naingana na naiba anaondoka anakusanya za kwake. Na ulikuwa karibu.
ulikuwa mbali. Kwa hiyo ni nusu kaputi, hiyo ni nusu kifo. Kwa hiyo Mungu na atusaidie sana. Hatujui saa ambayo bwana harusi atarudi. Ndio maana tunahimizana habari ya mavazi ya rohoni. Kijana wa kazini, wewe mtakatifu, wewe mwaminifu kwa bosi wako. Nani mama, wewe mwaminifu. Kila mmoja atunze njia zake. Unajiona kama ni kazini. Alikuwa wapi bwana? Alikuwa kazini. Bahati mbaya pale. Unaona, hajarudi kwa mchungaji wake, lakini amemaliza safari kazini kwake. Jenge kwa ameiba au amemfanya uharibifu, mbingu hana. Kusali sio sababu. Yaani niwaambie kabisa ukweli. Wengine wanasema na mimi nitafuta pa kusali. Wewe sali. Lakini sio ticket ya kwenda mbinguni. Maana katika kanisani vichaka vimo tu. Tena vichaka tena ndio imekuwa kichaka kikubwa mno kanisani. Nani niona sasa? Bwana asifiwe kwa sana. Yesu asifiwe. Nani tukamjua? Kumbe hata kanisani pia watu wamesahau wajibu. Mungu amesema hivi, si wote walitao Bwana watakaoingia uzima wa milele. Si wananiita Bwana. Unaona? Kumbe unaweza kuwa unaimba lakini bado jehanamu inakuita. Unataka unahubiri njia zako mbaya. Kuhubiri si tatizo. Wewe hubiri tu, lakini bado jehanamu inafanyaje? Inakuita. Kinachosababisha yani kwenda mbinguni ni heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Hamna kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha tumuone Bwana kwa sababu ya kuhubiri. Hapana. Kuhubiri ni sema tu ni sehemu. Kuhubiri au kuimba au ni utumishi ni sehemu, lakini tiketi kubwa ni maandalio ya moyo wako ambayo unatakiwa uyandae ingali bado huko unapumua. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba waambieni walio na moyo wa hofu wajipe moyo. Wewe uliyekata tamaa inuka. Wewe uliyezofika sijui kwa ajili ya changamoto, amka tu, maana mkono wa Bwana uko pamoja na wewe kukutia nguvu. Na kingine jamani, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana Mungu haziakiwi na hata ziakiwa. Wajaribu tu uone. Ukijaribu ndio utaona mbele ya safari kitatokea kitu gani. Kwa nini? Ukipanda mahindi, ona tu mfano, utavuna nini? Mahindi. Wewe ukipanda njia mbaya, usitegemee utaona uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele wa design hiyo. Utaona tu mbele yako kuna jehanamu, maana ndicho ulichokipanda ndio mshahara ulionao. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwa nini tumesahau kuona kwamba kuna muhimu wa kukesha katika roho na kweli? Tunajiweka kama watu tu, kama wanyama. Lakini waambie Mungu ni Mungu anayeona ndani. Na jicho la Mungu sio jicho la mwanadamu. Mnisikie wa Tanzania, mnisikie na mataifa mengine. Bwana harusi anarudi. Tuhimizane, tukumbushane ya kwamba Yesu anarudi. Jiulize akija leo kwako, je, unaweza kuondoka? Ukiona bado, mwambie Mungu nisamehe na kisha nisaidie. Kwa nini? Kuhubiri sio tatizo. Unaweza kuwa mhubiri lakini bado ukaenda jehanamu. Unaweza kuwa mwimbaji au mtoaji bado ukaenda jehanamu. Unaweza kuwa kiongozi si wa aina gani unavyojua mwenyewe, lakini bado ukaenda wapi? Jehanamu. Ni bora lipi sasa? Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, maana anarudi na yuko mawinguni. Haleluya. Anasema kwamba hapa, jipeni moyo, msiogope. Tazama Mungu wangu, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiogope. Watakatifu, wateule wa Bwana, kila mmoja apate neema ya kuomba. Omba sana, soma neno sana, na kisha jitenge na dhambi, na kisha fanya kazi ya Mungu, maana mavuno yapo na mavuno ni mengi. Tusikae, hapana. Piga kelele kwa Bwana. Bwana ajitwalie matunda kupitia wewe. Ajitwalie matunda kupitia mimi. Piga kelele, wewe ni mwanamke, wewe ni mtoto, ni kijana. Mungu amekaza kitu ndani mwako, usikae. Inuka, paza sauti yako njia panda. Mungu wa mbinguni ataokoa watu na ataponya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tumzalie Mungu pia matunda. Maana tukisema wote tufanye nani sasa kahubiri? Hapana. Tuinuke tufanye pia kazi ya Mungu. Maana mavuno ni mengi. Na mimi sikusikia injili. Hapana. Nenda masokoni, piga kelele. Nenda kunja, hapana, piga kelele. Yamkini ya sauti watu wakasikia, wakaponywa, wakaokolewa na wakapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu iko. Wewe unayepitia wakati mgumu, jitie moyo. Umesikia kabisa hapa anasemaje? Waambieni wasiogope.
Kwa hiyo hata wewe pia usiogope. Isaya 60 mstari wa 1 nasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Nami asubuhi nakwambia ondoka uangaze, maana Bwana anakuwazia yaliyo mema. Yeremia anasema mawazo anayowazia ninyi ni mawazo ya amani, kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Kumbe mawazo ya Mungu kwa mwanadamu ni mawazo ya amani, ni mawazo ya furaha, ni mawazo ya kututia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe. Wakati ambapo watu wanapata changamoto, kama unamcha Mungu, ndani mwako kuna nuru. Ndani mwako kuna nuru. Hiyo nuru itakusaidia na hiyo nuru pia itakuangazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kwamba bali Bwana atakuzukia wewe. Kwa hiyo nuru ya Bwana itatuzukia. Hata kama tutapitia changamoto, mkono wa Mungu utakuwa juu yetu. Hatutaogopa hali ya mazingira, lakini mkono wa Bwana utatufunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ni utukufu wake utaonekana juu yako, maana utukufu wa Mungu utatufunika. Usiogope. Maana ukisha ruhusu hofu, basi ni kosa. Na kufeli pia utafeli, kwa sababu tayari hofu umeshairuhusu. Kwa mimi siwezi, basi hakuna mtu anaweza kukuinua hapo. Ukisema mimi nitavuka, na Mungu anasema ni kweli. Israeli waliruhusu hofu, walianza kulia wote. Walipoanza kulia, Mungu anawaangalia tu. Mungu ni fundi sana. Ukiona Bwana hii hofu inakuja. Abe? Ukiwa na Bwana, yani unamtumikia Mungu, umeokoka, hii hofu inaweza kaja. Inakuja kwa sehemu kama mwanadamu, na una mwili. Okay. Lakini kwa sehemu inaondoka. Ndio maana walipoanza kulia kama wanadamu, Mungu aliwaangalia. Walipolia mtumishi akasema hapana, tusilie wote. Akasema simameni, akaenda kuwatuliza moyo wa Israeli. Walipotulia akaambia simameni tu mkaone wokovu mkuu. Mungu atakawatendea hivi leo. Ndipo Mungu anasema, mnaona maadui zenu hamtaona tena. Lakini mwanzoni palikuwa kimya, na Mungu akanyamaza kimya. Kumbe hofu ni mbaya. Hofu inakutenga pia na yale ambayo Mungu amekuwa amekusudia. Kwa sababu gani? Unamwona Mungu ni mdogo. Unamwona Mungu kama hayupo, kama kasafiri. Kumbe Mungu unaye. Lakini ni kipimo. Hivi mtihani, wewe ni mwalimu. Umewapa mtihani, hapo ndio kuwahurumia. Sasa haya majibu unafanyaje? Hapo ndio kusema la kwanza A, la pili C, la tatu D. Huo sio mtihani. Kwa hiyo Mungu anapoachilia kitu si kama atupendi, hapana. Ni wakati wa kukupima, je, imani yako iko wapi? Naona? Ndio maana tunafanya kwamba imani yako binti imefanyaje, imekuponya. Kumbe imani ikiwa dhabiti kwa Bwana, ni rahisi Mungu kutoa majibu. Kwa hiyo imani zetu zisitoke kwa Mungu, bali Mungu atutie nguvu na tumwamini pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitihani nimesema haitaondoka mpaka unafanyaje, unakufa duniani. Unajikuta mtu alikuwa amefariki, alikuwa amekuja kupaua tu. Unaona? Amejenga, amefanyaje, lakini amekuja kufanyaje, kupaua. Alikuwa amekata kupaua, lakini ameondoka. Kwa hiyo mipangilio ya maisha haitaondoka, haitakoma mpaka yani mwisho wa mtu. Mbona ukijenga hapa, ukipata nyingine najenga hapa. Maana mengine na hapa najenga. Unaona? Kwa hiyo mipangilio ya maisha ipo tu. Na ndio maana hata babu alikuwa kijana, sasa hivi ni babu. Zote tumesema amen. Na dada naye alikuwa dada, bibi alikuwa dada, lakini sasa amekuwa nani? Bibi. Kwa hiyo hata nyama zake zimesema haleluya. Unaona? Kwa hiyo hakuna jipya. Yote haya niseme tu ni marudio. Ndio maana kwamba wekeza moyo wako kwa Bwana. Usiwekeze moyo wako kwenye elimu wala kwenye vitu. Kwa nini? Unaweza kusikia vitu vyako vikaharibika, ukamkosa Mungu kwa sababu moyo wako unaweka kwa nani? Kwa vitu. Yule mtu alisemaje? Nafsi yangu sasa ikula na kunywa. Aliweka vitu ndani mwake. Akaambia wewe mjinga, leo hii nafsi yako naitaka. Unaona? Aliweka vitu moyo wako kwenye vitu. Asijue kumbe vile ameviweka hawezi kuvira. Sasa ukawa unapambana sana, vya Mungu kaviacha sana, ni hasara. Cha kufanya, cha kwanza ni kio cha Mungu. Cha pili ndio maisha yako, ndio kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, haya mengine Mungu anafanyaje? Atawazidishia. Kwa hiyo tukipambana sana tukatoka duniani, tukaacha neno la Mungu, tuna hasara. Kwa sababu gani? Ulinzi tutakosa, neema Mungu tutaikosa, na pia tutamaliza vibaya. Maana utavunwa
Yohana ni kama 15 anasema kila tawi lisilozaa matunda ulikata. Unaona? Linakatwaje? Linaondoka kabla ya wakati. Lakini tawi linalozaa matunda lazima kila siku Mungu anayapalilizia. Unafanyaje? Unazaje matunda? Unafanya kazi ya Bwana, unafanya leo mema. Na ile mema ni matunda kwa Bwana. Kwa hiyo uzae matunda na umfanyie Mungu kazi ili Mungu ajitolee utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuambia na mataifa wataijiria nuru yako. Unaona? Mataifa wataijiria nuru yako. Ukishaokoka kuna nuru ndani mwako. Nasikia huyu aliyepita hapa naona kama ni mcha Mungu. Unaona? Hujavaa bango lakini anaona ndani mwako, hata ongea yako, hata tembea yako, hata alikuwa anaambia hata ongea yako wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Nini kinachomsababisha mwambie hivyo? Nuru. Ile nuru ikishaingia ndani ya mtu haijifichagi. Utasikia tu mtumishi. Aliyemwambia mimi ni mtumishi ni nani? Na unajua huyu aliyepita hapana. Unaonekana na mcha nani? Mungu. Anakuambia hivi, na mataifa watajiria nuru yako. Kwa hiyo ukisimama vizuri, watu watakufuata kuchukua hata ushauri, na pia utakuwa mtumishi unaombea watu. Na sio tu kuombea, utaifanya kazi ya Bwana na Mungu atatukuzwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema inuka macho yako. Inua macho yako utazame pande zote. Wote waliokusanyika wanakujia wewe. Kwa hiyo tukiinua macho kwa Bwana, tunaona mambo makuu ya Mungu. Na Mungu anatutia nini? Nguvu. Kwa hiyo kanisa kama kanisa lisiogope, watumishi kama watumishi tusiogope, tusonge mbele. Zaidi ya yote tuzidi kuomba na kutaka mashauri ya Mungu yatuongoze. Maana tukiongoza kwa akili zetu ni ngumu kufika. Musa anampenda, alisema Bwana kama hutatuchukua usitutoe hapa. Kuna madhara ya kutembea wewe kama wewe. Kuna madhara ni kama wewe, chukua tu mfano. Mbuzi mpeleke porini. Alafu jua ile pori lina simba, lina manini, madubu manani. Alafu mpaka jioni, uone kama atakuwa salama. Anakuwa hatarini. Ndivyo mtu anaishi nje ya neema ya Mungu. Ulinzi anakuwa hana. Mtaka kusema leo ulali kweli. Anasema leo unafanya 1 2 3 vinatimia kwake. Lakini mwenye nguvu ya Mungu, kuna nguvu ndani mwako itakufunika. Ndio maana Musa anasemaje? Hapana Mungu, kama hutatuchukua hapa, uso wako uende nasi. Tukienda na Mungu hatutajikwaa. Tunamwangaza. Kwa nini nijikwae? Sinaangalia njia. Nikiangalia kisiki sina kiruka. Kwa hiyo tunashinda na zaidi ya kushinda katika yetu tiaye nguvu. Kumbe tukiwa ndani ya Yesu, tuko ndani ya chupa. Hata wewe unayepitia shida na tabu, nikwambia ukiokoka unakuwa ndani ya chupa. Wewe chukua chupa yako, chukua na masenene weka ndani ya chupa. Alafu ile chupa itoboe kidogo. Alafu iweke kwenye banda la kuku wale wenye njaa. Utajikuta wale kuku wanatoboa ile chupa, wanajitahidi kutoboa ile chupa, lakini yani wale mende wako salama. Kwani japo mende anapata shida kwamba sijajua leo ndio mwisho wa maisha. Wewe sio mwisho wa maisha. Maisha bado yanaendelea. Kwa kuwa uko ndani ya Yesu, Mungu anakulinda. Tukiwa ndani ni kama ndani, mvua ianze kunyesha kama ikikesha, tumo ndani, tuko salama. Tukiwa ndani ya Yesu tuna ulinzi. Yule anasemaje? Wewe jabali langu. Wewe Bwana ni nguvu zangu, nakupenda sana. Wewe Bwana ni ngao yangu, unaona? Ngao. Tumaini langu, uzima wangu, unaona? Anaangalia namna gani anapomlinda Mungu. Jabali langu, na maana yuko ndani ya jabali. Wakipiga unapiga jabali tu. Ya Daudi yuko wapi? Yuko ndani. Kumbe ni vizuri sana kukaa vizuri ndani ya Yesu. Ukiwa hujaokoka, okoka, na ukiwa urudi nyuma, wewe rudi tu kwa Bwana, maana Mungu hana shida. Shida ni sisi jamani, kati ya mwanadamu na Mungu. Nani mwacha mwenzake? Nikwambie leo, ni mwanadamu. Maana Mungu ni mzazi, hawezi kutuacha. Sisi ndio tunawahi kumwacha yeye, ndio maana mdogo akifika, nimefika mbali. Mungu nisamehe, nimerudi. Kama yule mwana mpotevu, kati yake yeye na baba yake nani alimwacha mwenzake? Nani alimwasi mwenzake? Ni mtoto. Baba nipe hela zangu, nipe nini? Akamwambia sasa mwanangu, nipe. Baba kasikia tu utii, hebu chukua uondoke. Uone. Kaenda kule akamaliza vyote. Akapigika akasema nitarudi kwa baba. Kwa hiyo kati ya mzazi kati ya Mungu na mwanadamu nani mwacha mwenzake? Ni sisi ndio tunamwacha Mungu. Ndio maana tukirudi anasema njoo mwanangu, maana mimi bado ni baba yako. Haleluya. Mungu ni baba yetu na hata kamwe hatatuacha. Wewe jitie moyo tu. Kwa nini? Maana yeye ni baba. Rudi tu.
iwe ni uchafu gani unaofanya. Kazi ya damu ni kututakasa, kazi ya maji ni kuosha, ni kusafisha, ni kufanya usafi, lakini kazi ya damu ni kututakasa na kututia nguvu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ya damu ni ulinzi. Kwa hiyo rudi tu kwa Bwana. Uliye mgonjwa, wewe muamini Bwana. Amesema hapa kwamba watieni moyo. Unaona? Kumbe tunatiana nini? Moyo. Kwamba kumbe inawezekana kutoka. Inawezekana. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu ya hayo unayoona. Amen. Neema ya Mungu iko juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema hapa Isaya hiyo Isaya 40:29. Anasema huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Haya, vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa hiyo nikwambie, tuombe nguvu za Mungu ziwe juu yetu ili tusichoke. Kwa nini mtu anachoka? Kwa nini mtu anazaofika hata kimwili? Ukimpa chakula anapona. Chakula ni dawa. Kumbe neno la Mungu ni nguvu zetu, ni uzima wetu. Tumesikia hapa, vijana watazimia, wanaume watatembea muda mrefu, watachoka. Tumo kanisani, wengine wameshachoka, wengine wanazama, lakini wamo ndani. Lakini waambie habari njema hii. Sikiliza hapa. Anasema bali wao mngojao Bwana watapata nguvu mpya. Tuwe na moyo wa kumngoja Bwana. Ndio maana kwa bali tangazo la kurudi kwa Yesu tutalitangaza tu kila wakati. Iwe ni nyumbani napika, nawaambia wanangu Yesu anarudi. Iwe ni barabarani, tunatiana moyo. Mungu aliwaambia mtawaambia watoto wenu kizazi chenu mara kwa mara. Kwa nini tunasema? Ili wajue Mungu yuko wapi. Maana wewe ukiondoka naye anabaki mtoto wako. Kama hajui habari zako, si ndio umekwisha? Hajui uko wako, si umekwisha? Kumbe lazima tuendelee kumwambia watoto wangu yuko Mungu. Watoto wangu yuko neema ya Mungu, na Mungu ndiye mwaminifu. Anasema watapanda juu kwa mbawa kama tai. Kumbe ukikana nguvu za Mungu unaenda mwendo mrefu. Elia anaambiwaje? Inuka ule chakula, maana safari hii ni ndefu. Hatuwezi kwenda mwendo mrefu kwa sababu nguvu za Mungu ni ndogo ndani mwetu. Lakini tukikaa vizuri na Mungu, nikwambia hivi, tutapata kushinda vizuri, na Mungu wa mbinguni atatujalia utukufu. Hata watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Utatembea mwendo mrefu wala hautazimia. Mwanamke, si mimi ni mjane, jitie moyo, inuka. Wewe ni mjane, wewe ni mtoto uliyeachwa yatima, baba yako ni yuko baba, huyu ni baba wa kimwili. Tuambizane tu ukweli. Hakuna mtu anayedumu hapa. Lia kidogo, nyamaza, jitie, futa machozi. Alafu mwambie Mungu nisaidie. Anasema nime wajane na ni baba wa nini? Wa yatima. Omba amani kwa Mungu. Omba utulivu kwa Mungu. Omba pia mahitaji yako kwa Mungu. Utajikuta maisha yanaendelea na mbinguni unaenda. Hasa wewe unalia mpaka unapoteza fahamu. Mungu natusaidie sana. Bwana Yesu autuhurumie. Katika hilo pia mtumishi wa Mungu kuna ujumbe anasema, mtumishi naomba uniombee, sitembei, nimeshakata tamaa, naona nimefika mwisho, natamani kunywa hata sumu. Hajasema ni nani yuko wapi. Sawa. Ndio maana anasema neno la Mungu linakuja kwa wakati. Baadaye nitataja namba zangu, nitakuombea vizuri, na pia tutaongea mawili matatu. Yaani usikate tamaa. Yaani wewe waambie kwa huyu kulingana na muda wetu, msaidie. Kwa huyu nikwambie usikate tamaa. Ndio maana Mungu anatutuma mpaka hata redioni kwa ajili ya kuseme na watu wengi. Mungu anakupenda cha kwanza. Ndio maana umesikia neno hili. Kwa hiyo chukua nini? Hatua. Unapojiua unaenda jehanamu moja kwa moja. Maana umejimaliza mwenyewe. Kwa hiyo inuka, Mungu anakupenda, na utachukua namba, baadaye nitataja namba, na pia nadhani neema. Tumesikia anasema inuka uangaze. Maana nuru yako ifanyaje? Imekuijiria. Kwa hiyo hutakufa bali utaishi na utayasimulia matendo makuu ya Mungu. Katika hili mtumishi wa Mungu, moja kwa moja, kuna watu ambao hawajaokoka kulingana na muda wetu, wanatamani sana kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini pia kuwaombea. Mimi nikupe nafasi wakati huu, moja kwa moja waongoze watu sala ya toba, lakini maombi pia, walau dakika 2 ambazo zimesalia, ili tuweze kukamilisha kipindi chetu. Sawa. Basi kama ulivyosikia neno la Mungu, ule mgonjwa ambao hujaokoka, ambao umerudi nyuma, ambao umekata tamaa, fatisha maneno haya, weka mkono wako kifuani. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako,
mimi mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda katika uso wa nchi. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunikomboa na kwa kuniokoa. Weka mkono kifuani kama unaumwa mwili mzima, weka tu mkono pia kifuani. Kama una sehemu, weka sehemu yenyewe husika. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya huyu ndugu aliyefuatisha maneno haya sala ya toba. Nami nasimama kama kuhani wako, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kuna wagonjwa, kuna waliokata tamaa, yule ndugu aliandika message. Ninasimama kuomba rehema juu yake, umsamehe na kumtakasa, na kisha muondolee roho mauti mbele yake. Katika jina la Yesu, vifungo vyote, vifungo vya magonjwa, vifungo vya mauti, vifungo vya kukata tamaa, ninasimama kwa mamlaka Mungu aliyonipa. Ninavunja nguvu za giza zote na kuapisha madhabahu zote za giza. Pepo wote, achia nafsi za watu hawa, achia watoto, achia wakubwa, achia wadogo. Roho za magonjwa, roho za mauti, ninazikemea kwa neno la Bwana. Ninavunja vifungo, navunja magereza, navunja kwa mamlaka ya jina la hai. Miguu inawaka moto, mwili kuchoka, mwili kukata tamaa, kwa damu ya mwana kondoo hai. Roho ya kukata tamaa ninaing'oa ndani ya watoto wa Mungu. Toka, achia kazi ya Bwana, achia watumishi wa Mungu, achia watu wa Mungu, achia watu wa Bwana. Ninawatangazia hamtakufa bali mtaishi na mtaona matendo makuu ya Bwana. Pokea uzima, pokea amani, pokea ukuu wa Mungu, pokea neema, wokovu ndani ya maisha yako, na usirudi nyuma tena. Nguvu za Mungu zikufunike mahali ulipo, uwepo wa Mungu utembee nawe, uwe mzima kuanzia leo. Uliyekuwa umekata tamaa, pokea ujasiri, pokea mwanzo mpya juu yako tena. Ukaone utukufu wa Bwana malangoni pako, ukaone ushindi wa Bwana, ukaone nguvu za Bwana zikiwa juu yako. Baba, nakushukuru kwa kila aliyesikia neno hili. Baba, nakushukuru kwa kila aliyefuatilia sala ya toba. Baba, nakushukuru kwa kuokoa na kwa kuponya pia. Utukufu, heshima narudisha kwako, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Akiwemo huyu ambaye ametuma message, kuna watu watatamani waombee. Mtumishi, mawasiliano walao tumalize. 0745422991. Nitarudia tena 0745422991. Pia na chaneli yangu inaitwa Naomi Gideon TV kwenye YouTube, kwenye TikTok. Kwa hiyo kwa mawasiliano zaidi piga namba kama hizo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mtumishi wa Mungu, asante sana. Amen. Naomi Gideon, mtumishi wa Mungu, ameketi nasi zaidi, ametupitisha kwenye neno ambalo ameliandaa, ufafanuzi. Pole sana wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine changamoto wanazipitia, lakini kwa somo